Bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele, bila kusahau kulike, kucomment na kushare. Hii ni Umela Media. Na mtazamaji, karibu katika ulimwengu wa habari za BBC. Hapa nimekuandalia habari zote kubwa ambazo zimeandikwa na idhaa ya Kiswahili ya BBC London, na mimi naitwa Jires Umela, na hapa ni habari kubwa tu, tukianza na habari kubwa barani Afrika, hali kadhalika katika uga wa kidunia. Na moja kwa moja nianze na habari kuhusiana na mtoto wa Robert Mugabe. Mwanawe Robert Mugabe ashtakiwa kwa jaribio la mauaji Afrika Kusini. Mwana mdogo wa kiume wa marehemu rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe ameshtakiwa rasmi kwa jaribio la mauaji katika mahakama ya Afrika Kusini. Bellarmine Mugabe mwenye umri wa miaka 28 alikamatwa wiki iliyopita baada ya mwanaume mwenye umri wa miaka 23 kupigwa risasi na kujeruhiwa katika nyumba moja katika kitongoji cha kifahari Johannesburg. Alikamatwa pamoja na mlinzi wake. Hakuna mwanaume yeyote aliyetoa maoni kuhusu mashtaka hayo. Wakipekua nyumba hiyo wakati wa uchunguzi, polisi walipata risasi, lakini hadi sasa bunduki bado haijapatikana. Bellarmine Mugabe ndiyo mtoto wa mwisho wa Robert Mugabe na mkewe wa pili Grace Mugabe. Robert Mugabe ambaye alifariki mwaka wa 2019 aliongoza Zimbabwe kwa miaka 37 kabla ya kulazimishwa kuondoka madarakani akiwa na umri wa miaka 93 mwaka 2017. Bellarmine Mugabe na mlinzi wake wanakabiliwa na mashtaka mawili ya ziada, ikiwa ni pamoja na kuzuia haki kutendeka ambayo inahusisha bunduki iliyopotea. Waendesha mashtaka wanasema mpaka sasa mwathiriwa yuko hospitalini na yuko katika hali mbaya. Kesi dhidi ya wanaume hao wawili iliahirishwa hadi Machi 3 ambapo ombi la dhamana litatolewa. Tukiachana na hayo ya mwana wa Mugabe, sasa twende nchini Uganda ambapo sasa mfanyakazi wa nyumbani raia wa Uganda anakabiliwa na adhabu ya kifo huko Syria. Serikali ya Uganda iko chini ya shinikizo la kuingilia kesi ya mfanyakazi wa ndani anayekabiliwa na adhabu ya kifo nchini Syria. Shirika la habari la MMI News lenye makao yake Uingereza lilinukuu shirika la Migrant Workers Voice Uganda likiwahimiza maafisa wa jiji la Kampala kuzungumza na wenzao wa Syria ili kusimamisha utekelezaji wa hukumu hiyo dhidi ya Vic Ajok ambayo imepangwa kufanyika mwishoni mwa wiki hii tarehe 28 Februari. Ajok alihukumiwa kwa kumuua mwajiri wake mwenye umri wa miaka 87 ambaye anaitwa Huda Shelawi, ambaye ni mwigizaji wa tamthilia maarufu ya television nchini Syria ya Bab al-Hara. Tukio hilo lilitokea mwezi uliopita katika mji mkuu wa Syria, Damascus. Kulingana na ripoti, Ajok alimpiga mwajiri wake kwa kitu kizito wakati wa mabishano na kusababisha majeraha mabaya. Inasemekana alikimbia eneo la tukio, lakini baadaye alikamatwa. Katika taarifa ya kukiri ambayo ilisambazwa katika vyombo vya habari vya ndani, inasemekana alitaja unyanyasaji wa muda mrefu na mshahara usiolipwa kama sababu zilizosababisha tukio hilo. Video iliyochapishwa kwenye chaneli ya Uganda New Vision YouTube inamwonyesha Ajok akiwa katika chumba akiwa amezungukwa na watu wanaoaminika kuwa ni maafisa wa Syria, akionyesha jinsi alivyofanya shambulio hilo kabla ya kulia na kuomba msamaha. Serikali ya Uganda bado haijatoa kauli kuhusu jambo hilo. Basi nikiachana na habari hizo kutoka barani Afrika, sasa twende huko nje ya bara la Afrika ambapo moja kwa moja tunageukia vita kati ya Marekani pamoja na Iran. Trump ashangaa kwa nini Irani haijasalimu amri. Rais wa Marekani Donald Trump anahoji kwa nini Iran bado haijasalimu amri licha ya ongezeko la shughuli za kijeshi la Washington huko Mashariki ya Kati. Amesema mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve Witkoff. Witkoff ameiambia Fox News siku ya Jumamosi kwamba Trump ana hamu ya kujua msimamo wa Iran baada ya kutishia kufanya shambulio dogo la kijeshi
ikiwa makubaliano hayatafikiwa kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran. Marekani na washirika wake wa Ulaya wanashuku Iran inaelekea kutengeneza silaha ya nyuklia, jambo ambalo Iran inakanusha. Ndani ya Iran, maandamano ya kupinga serikali yalifanyika katika vyuo vikuu kadhaa mwishoni mwa juma. Maandamano ya kwanza ya kiwango hicho tangu yale ya Januari ambapo maelfu ya watu waliuawa. Katika mahojiano yake na Fox News, Wickoff amesema, sitaki kutumia neno kuchanganyikiwa kwa sababu yeye, kwa maana Trump, anaelewa ana njia mbadala nyingi, lakini ana hamu ya kujua kwa nini hawajafanya hivyo. Yaani kwa nini hawajasalimu amri? Kwa nini chini ya shinikizo la aina hii, nguvu za majini tulizo nazo, kwa nini hawajatuambia hatutaki silaha za nyuklia? Bado ni vigumu kuwafikisha mahali hapo, mjumbe huyo wa Trump aliongeza. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema anaamini bado kuna uwezekano kwamba mzozo huo unaweza kutatuliwa kidiplomasia. Katika maoni tofauti siku mbili zilizopita, Araghchi alisema Tehran ikiandaa rasimu ya makubaliano na itakabidhi kwa Wickoff katika siku chache zijazo. Maafisa wa Marekani na Iran walijadili mpango wa nyuklia wa Iran katika mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja huko Geneva, Swiss, tarehe 17 Februari, ameongeza huyo kiongozi. Oman, ambaye ndiye mpatanishi wa mazungumzo hayo, alitangaza Jumapili kwamba duru inayofuata mazungumzo imepangwa kufanyika Geneva Alhamisi ya wiki hii. Na sasa tuipe kando habari hiyo kuhusiana na Iran na Marekani, tugeukie moja kwa moja Greenland yakataa meli ya matibabu ya Trump. Waziri mkuu wa Greenland amemwomba rais wa Marekani Donald Trump kuzungumza naye badala ya kutoa matamshi katika mitandao ya kijamii baada ya Trump kusema Marekani imetuma meli ya matibabu ili kutoa huduma kwa watu kisiwa hicho. Trump aliandika kwenye Truth Social, huu ni mtandao wake, kwamba anatuma meli iliyojaa vifaa vya matibabu, akidai watu wengi kisiwani humo ni wagonjwa na hawatunzwi. Jens Frederik Nielsen alijibu, tunakataa. Akasema Greenland hutoa huduma ya afya bila malipo kwa raia wote tofauti na Marekani. Trump amekuwa akitaka kisiwa cha Arctic kwa muda mrefu, lakini alikubali mwezi Januari kwamba hatokichukua. Habari nyingine ambayo inawezekana pia ikakushangaza hasa kama upo Tanzania ni hii hapa, ambayo inasema kwamba ghasia zazuka Mexico baada ya mlanguzi wa dawa za kulevya El Mencho kuuawa. Yaani muuza dawa za kulevya ameuawa, lakini huko mtaani hakukaliki kwa sababu wafuasi wake wameandamana na kuleta vurugu. Wimbi la vurugu limezuka nchini Mexico baada ya mlanguzi mkubwa wa dawa za kulevya nchini humo kuuawa katika operesheni ya kumkamata iliyohusisha idara ya ujasusi ya Marekani. Nemesio Oseguera Cervantes, anayejulikana kama El Mencho, alikuwa kiongozi wa genge la dawa za kulevya la Jalisco New Generation CJNG. Alifariki baada ya kujeruhiwa vibaya katika mapigano kati ya wafuasi wake na jeshi siku ya Jumapili, kwa maana ya Februari 22, 2026. Wafuasi wanne wa CJNG waliuawa katika operesheni hiyo katika mji wa Tapalpa katika jimbo la Jalisco, na wanajeshi watatu pia walijeruhiwa, imesema wizara ya ulinzi ya Mexico. Kumeshuhudiwa vurugu katika majimbo kadhaa, huku CJNG ikifunga barabara kwa magari yanayoungua. Siku nzima kulikuwa na ripoti za watu wenye silaha mitaani huko Jalisco na kwingineko. Gavana wa Jalisco Pablo Lemus Navarro alitangaza hali ya hatari katika jimbo la Guadalajara, akisimamisha usafiri wote wa umma na kufuta matukio ya halaiki na shule kufungwa. Watalii waliozungumza na Reuters walielezea mji wa mapumziko wa Puerto Vallarta, Jalisco kama eneo la vita. Vizuizi vya barabarani takriban 250 viliwekwa kote nchini katika wakati wa machafuko, huko 65 vikiwa Jalisco.
Baraza la mawaziri linasema watu 25 wamekamatwa huku 11 kwa madai ya kushiriki katika vitendo vya vurugu na 14 zaidi kwa madai ya uporaji. Maduka yaliteketezwa kwa moto na takriban matawi 20 ya benki yalishambuliwa katika vurugu hizo. Rais wa Mexico, Claudia Sheinbaum, amesema maafisa wa majimbo na shirikisho wamedhibiti vurugu hizo, wakiwahimiza watu kwa watulivu. Rais huyo aliongeza kuwa katika sehemu nyingi za nchi, shughuli zinaendelea kama kawaida. Mashirika kadhaa ya ndege yamefuta safari za ndege kwenda Jalisco, ikiwa ni pamoja na Air Canada, United Airlines na American Airlines. Marekani imewaonya raia wake kujificha katika majimbo matano: Jalisco, Tamaulipas, maeneo ya Michoacan, Guerrero na Nuevo León. El Mencho, afisa wa zamani wa polisi mwenye umri wa miaka 59, aliendesha shirika kubwa la uhalifu linalohusika na usafirishaji wa kiwango kikubwa cha cocaine na aina nyingine za dawa za kulevya. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani iliahidi zawadi ya dola milioni 15 sawa na euro milioni 11.1 kwa yeyote atakayetoa taarifa ambazo zingesaidia kukamatwa kwa El Mencho. Habari ya mwisho ambayo imekuwa kubwa: sera ya ushuru ya Marekani haijabadilika, asema mwakilishi wa biashara wa Donald Trump, rais wa Marekani. Sera ya ushuru ya Donald Trump haijabadilika, mwakilishi wa biashara wa rais wa Marekani amesisitiza, licha mahakama ya juu zaidi kutoa uamuzi siku ya Ijumaa na kusema kuwa hatua ya kisheria iliyotumiwa na Trump kuweka ushuru wa juu kimataifa sio halali. Hilo linaweza kubadilika, lakini sera haijabadilika, alisema mwakilishi wa biashara wa Marekani Jameson Greer katika mahojiano na ABC News siku ya Jumapili. Uhuru ni kodi kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje. Kodi hiyo hulipwa kwa serikali na makampuni yanayoleta bidhaa za kigeni. Mahakama ya juu zaidi iliamua kwamba Trump alipitiliza mamlaka yake kwa kutumia moja ya vipengele maalum kutekeleza mpango wa kimataifa wa ushuru mnamo mwezi Aprili mwaka uliopita. Uamuzi huo ulitumika tu kwa Trump kuidhinisha sheria ya dharura ya kiuchumi ya kimataifa ya mwaka 1977 IEEPA, ambayo ilichangia sehemu kubwa ya ushuru uliowekwa wakati wa muhula wake wa pili katika ikulu ya White House. Naam, asante mtazamaji na msikilizaji ambaye umeambatana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa Kubwa za BBC. Ili kupata taarifa nyingine kubwa zaidi kupitia hapa Umela Media, basi usisahau kubonyeza neno subscribe. Ukibonyeza pia alama ya kengele ili kuruhusu taarifa zetu zote ziweze kukufikia hapo ulipo. Vile usisahau kulike, kushare video hii ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi na zaidi. Kubwa la muhimu zaidi, unaweza kuweka maoni yako hapo chini kuhusiana na taarifa yoyote ambayo umesikia kupitia Umela Media na Kubwa za BBC. Asante.